Tunazo dogma 4 zinazomuhusu mama Bikira Maria. Maria mama wa Mungu, Maria alikingiwa dhambi ya asili, Maria alipalizwa mbinguni na Maria ni bikira daima. Ndiyo, zipo 4, lakini leo hii nitaeleza dogma moja ambayo ni dogma ya Maria mama wa Mungu, Theotokos. Dogma nyingine mtazikuta katika kitabu chetu cha Sauti ya Mama. Katika Kanisa Katoliki, dogma ni ukweli uliofunuliwa na Mungu ambao kanisa kupitia mamlaka yake fundishi linaotangaza kuwa lazima usadikiwe na waamini wote. Dogma 4 za Maria sio ufumbuzi wa wanadamu, bali ni matunda ya karne nyingi za tafakari na maandiko matakatifu na mapokeo ya mitume. Kama nilivyosema awali, leo nitawaelezea dogma moja ya Maria mama wa Mungu, Theotokos. Hii ndio dogma kale zaidi na msingi wa dogma nyingine zote. Ilitangazwa rasmi katika mtaguso wa Efeso mwaka 431. Uenda umewahi kujiuliza kwa nini tunamuita Maria ni mama wa Mungu? Kwa nini yeye ni Theotokos, yani mzaa Mungu? Neno hili la Kigiriki Theotokos linamaanisha mzaa Mungu. Ili kuelewa fundisho hili, ni lazima kutofautisha kati ya dhana hizi mbili: asili, yani nature, na nafsi, yani person. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wangu, uzazi ni wa nafsi, si wa asili. Katika uhalisia wa kibinadamu, mama hazai asili ya binadamu, bali uzaa nafsi ya mtoto wake. Kwa mfano, mama yako ni mama wa nafsi yako pia, si tu wa mwili wako. Katika Yesu Kristo kuna asili mbili, asili ya uungu na asili ya binadamu. Lakini kuna nafsi moja tu ambayo ni nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu, yani Neno. Kwa kuwa Maria alimzaa Yesu na Yesu ni Mungu kweli katika nafsi yake, basi Maria ni mama wa Mungu kweli. Kumuita Maria ni mama wa Mungu haina maana kwamba yeye ni asili ya uungu au kwamba alikuwepo kabla ya Mungu. Hapana. Badala yake inamaanisha kuwa alitoa tumbo lake ili neno wa Mungu atwae ubinadamu na kuzaliwa miongoni mwetu. Wapendwa katika Kristo, huu ni muktadha wa kihistoria juu ya dogma hii ya Maria ni mama wa Mungu. Katika mtaguso wa Efeso ulioitishwa ili kupinga uzushi wa Nestorius, askofu wa Konstantinopoli, aliyedai kuwa Maria anapaswa kuitwa tu Christotokos, yani mzaa Kristo. Nestorius alionekana kugawa nafsi ya Kristo na kumfanya aonekane kama watu wawili tofauti, Mungu na mwanadamu wa kawaida. Ikiwa yule aliyekufa msalabani hakuwa Mungu mtu, dhabihu yake isingekuwa na nguvu ya kutukomboa. Kwa hiyo, kumwita Maria ni mama wa Mungu ni wewe unaolinda ukweli wa umwilisho kwamba Mungu alifanyika mtu kweli. Watu wanaweza kukuuliza, fundisho hili la umama wa Mungu wa Bikira Maria umelitoa wapi katika maandiko matakatifu? Wapendwa katika Kristo, ingawa neno Theotokos halipo neno kwa neno katika Biblia, lakini ukweli wake unashuhudiwa waziwazi. Akijazwa na Roho Mtakatifu, Elizabeth alishangaa, limetokeaje neno hili hata mama wa Bwana wangu anijie mimi? Rejea Luka sura ya 1 aya 43. Neno Bwana hapa linatambua utambulisho wa kimungu wa mtoto aliyekuwa tumboni mwa Maria. Hata Mtume Paulo anaandika, wakati ulipotimia Mungu alimtuma mwanaye aliyezaliwa na mwanamke. Rejea Wagalatia sura 4 aya ya 4. Yule aliyetumwa na Mungu ni mwanaye ambaye ni Mungu. Alizaliwa na mwanamke ambaye ni Bikira Maria. Injili ya Yohane inathibitisha kuwa neno alikuwa Mungu na neno alifanyika mwili. Rejea Yohane sura ya 1 aya ya 1 na aya ya 14. Maria ndiye aliyewezeshwa kufanyika hufo kwa mwili. Wapendwa katika Kristo, ikiwa unahitaji mafundisho haya ya Bikira Maria na mengine kama haya yanayomhusu mama, basi nimekuandalia kitabu hiki cha Sauti ya Mama, maisha ya Bikira Maria na ujumbe wake kwa dunia. Kwa sasa naitoa soft copy pekee kwa mchango wa shilingi 5,000 tu ili kusapoti utume wetu. Ikiwa na kihitaji, nenda kasearch katika Google www.oscarmkatoliki.co.tz. Kitabu hicho na vingine vingi vipo huko. Karibu sana.
Ni mimi mtumishi wenu mdogo nisiyestahili, Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo.